Mwanachama wa chama cha Demokrasia na Maendeleo tena nimekuwa mtu. Naitwa Jackson Jingu Simbaza. Ni jambo la kusikitisha tena Jackson Jingu aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema kanda ya kati na anayetokea katika wilaya ya Ikungi, nyumbani kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, naye amebwaga manyanga. Nichukue fursa hii kumkaribisha Mheshimiwa Emma Kimambo aweze kuzungumza kidogo kuhusiana na uamuzi huu wa pamoja wa kujivua wanachama. Ndugu waandishi wa habari, habarini za mchana. Kwa jina naitwa Emma Kimambo, ni mweka hazina kanda ya kaskazini yenye mikoa minne: Manyara, Arusha, Kilimanjaro pamoja na Tanga. Pia nimewahi kuwa mwenyekiti wa vijana mkoa wa Arusha. Pia nimewahi kuwa katibu wa mbunge wa jimbo la Arusha mjini Mheshimiwa Godbless Lema. Pia nimewahi kuwa mwenyekiti wa kata ya Muivaro. Ni huzuni na ni mambo yanayotia hasira na uchungu kuona yale ambayo tumeyajenga kwa miaka mingi yanatufikisha hapa kwa chama changu. Sio maamuzi mazuri wala sio maamuzi ya kufurahia, lakini imetubidi na inatulazimu kufanya hivi. Nina sababu ambazo zimenipelekea leo hii kutoka hadharani na kuweza kusema sina muda tena wala sina maisha tena ya kuweza kuishi ndani ya chama changu cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa sababu gani? Nikiwa ni mweka hazina wa kanda ya kaskazini na mjumbe wa baraza kuu na mjumbe wa mkutano mkuu ambao tuliweza kulimaliza pale Mlimani City tarehe 22 Januari, pamoja na maazimio tuliotoka nayo, pamoja na mambo ambayo tulikubaliana nayo kama chama changu, leo hii yamebadilika na kuwa shubiri kwetu. Katika maamuzi tuliotoka nayo, sidhani wala sijui kama kuna maamuzi ambayo tulisema tutasimama nayo kama no reform, no election. Lakini baraza lile liliweza kutuelekeza kwamba watu wakajiandae na uchaguzi. Tunaendaje kwenye uchaguzi? Tutaambizana tutakavyokuwa tunafanya vikao vya ndani, ikiwa ni pamoja na kutaka mabadiliko ya reforms, lakini sio kususia uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na mambo mengine yaliyokuwa yakiendelea, nikiwa kama kijana ambaye nilikuwa na ndoto ndani ya chama cha siasa, tuliweza kukaa na kutoa ushauri ndani ya chama chetu baada ya kuwepo kwa no reform no election, na kuweza kuona tunawezaje kukamilisha mambo haya na kama chama cha demokrasia na kuingia kwenye uchaguzi. Lakini maazimio yale na ushauri ule ambao tuliufanya na kuweza kupeleka ndani ya chama, tulionekana wasaliti. Tulionekana ni watu ambao wenye njaa. Tulionekana ni watu ambao wana uroho wa madaraka. Kitu ambacho leo hii kimeniona sina tena thamani hata ya kuwa kiongozi ndani ya chama, wakati huo tunatoa ushauri na kuonekana wasaliti ndani ya chama changu. Haya ni mambo ambayo yanaumiza sana. Ni mambo ambayo yanatia uchungu kwa kile ambacho tumeweza kukijenga kwa miaka 18 ambayo nimekaa ndani ya Chadema. Ndugu waandishi wa habari, mnamo tarehe 24 mwezi wa 4 niliweza kupokea barua kutoka ndani ya tawi langu likinitaka nikajieleze kwa nini mimi ni mmoja wapo wa G55. Kinyume kabisa na katiba, kinyume kabisa na utaratibu na kanuni tulizojiwekea. Nilimsihi kiongozi wa tawi kama anaona nimekosea sehemu yoyote, nimeenda kinyume na katiba,
malalamiko hayo ayapeleke kwenye ngazi yangu husika ya nidhamu. Nilimpigia katibu wangu wa kanda, nikamtumia barua ile, nikamtumia pia mwenyekiti wangu wa kanda barua ile, lakini hakuna kilichofanyika. Mbali zaidi, tarehe 25 nikapokea barua nyingine ya kunitaka kwamba nieleze kwa nini barua niliyoipokea tarehe 24 nimeisambaza kwenye mitandao ya kijamii, ingali sio kweli. Ikiwa barua hiyo imewatag katibu wa kata, katibu wa jimbo, katibu wa kanda, katibu wa mkoa, lakini nikaonekana tena mimi mwenyewe ile barua nimeisambaza, ingali sio kweli. Tumekuwa tukiandamwa katika chuki ambayo inatufanya tuonekane sisi sio familia ya Chadema tena, kitu ambacho muasisi na mtangulizi wa Chama cha Demokrasia Mheshimiwa Freeman Mbowe hakutufunza hivyo. Aliweza kutufunza kwenye misingi ya upendo, ushikamano na kufarijiana, hata pale ambapo tunapitia magumu, hata pale ambapo mtu anakushauri kitu ambacho wewe mwenyewe hukipendi. Lakini leo hii tuko kwenye taasisi ambayo ni ya kufitiniana, ya kujazana chuki, ya kubaguana na ya kuona kwamba sisi sio familia tena. Na yasema haya kwa uchungu kwa sababu hata wiki moja kabla niliweza kutoka hapa na kwenda nchini South Africa kuweza kukiwakilisha chama changu, lakini yalitoka maneno ya kibaguzi, maneno ya kuudhi, maneno ya uchonganishi kwamba kwa nini nimeagizwa mimi kwenda nchini kule ingali mimi ni msaliti. Mkipitia kwenye akaunti yangu ya kijamii mtaona hizo comment, na wanaofanya hivyo ni watu ambao tuko nao ndani ya Chadema, ni watu ambao ni viongozi, ni watu ambao wanajinasibu kwamba ukweli wanataka mabadiliko ya kweli. Ni kitu ambacho kinaumiza sana. Sio hivyo tu, naweza nikasema chuki hizi zina baraka ya viongozi ambao ni ngazi ya juu. Pamoja na mambo yote haya yanayoendelea, nimekuwa nikiyaripotia juu ya viongozi wenzangu wa juu, kwa maana ya katibu wa kanda na mwenyekiti wa kanda, lakini hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Na nina ushahidi kabisa, huenda hawa wanapewa baraka hizo kwa sababu hata baada ya barua ile kupatikana kwenye vyombo vya mitandao, hakuna kiongozi yote aliyeweza kukemea na kuweza kuona mambo haya yanaudhi. Pamoja na mambo yote, ndani ya Chadema tumekuwa tukisukumizana kwenda nje pasipo kujua kwamba chama ni watu na chama kinahitaji watu. Leo hii nasimama hapa kwa ujasiri mkubwa kwamba nimeona Chadema sio sehemu ya familia yangu, kwa sababu leo hii ukiona mjumbe wa kamati kuu anatoka hadharani na kuweza kusema hawa G55 ni wapumbavu, pasipo kujua hawa kwamba sisi pia tuna watu nyuma yetu, tuna watu wanaotuunga mkono, tuna familia waliokuwa wakiona Chadema ni sehemu ya familia, na kuweza kuita mwana Chadema mwenzio ni mpumbavu, pasipo kujiridhisha kwamba huyu kweli ni G55 au sio, na kuweza pia kujua kwamba huyu anaweza kuwa mchango ndani ya Chadema au asiwe mchango. Leo hii tunaonekana ni wapumbavu ndani ya taasisi tuliozijenga kwa jasho, kwa damu na kwa gharama kubwa. Tumekuwa ndani ya taasisi pasipo kulipwa, lakini Mheshimiwa Godbless Lema ni mnufaika mmojawapo wa Chadema. Naweza nikasema haya kwa ujasiri mkubwa kwa sababu akiwa mwenyekiti wa kanda ya kaskazini ameweza kuwasababishia pia watu wengine maumivu makubwa. Yeye ni mmojawapo wa kuasisi kufukuzwa kwa wanachama wenzetu, na hii iko wazi, simsingizii. Watu wanajua na wanaelewa. Ameweza kufukuza aliyekuwa katibu wa mkoa wa Manyara, Mheshimiwa Slaa, na kuweza kumuona kwamba hafai kwa sababu tu mke wake aliweza kukiacha chama hiki na akapewa makosa ya mke wake na kufukuzwa kwenye uongozi. Mheshimiwa Lema amekuwa mwasisi wa kufukuza watu kwa sababu ndio aliyesababisha Innocent Kisanyage aliyekuwa katibu wa jimbo la Arusha mjini kuondoka na kukihama chama. Mheshimiwa Godbless Lema aliweza kusababisha Mheshimiwa Ali Bananga kuondoka ndani ya chama hiki na kwenda kwenye chama kingine pasipo kujua kwamba chama hiki kinapata madhila au madhara unapopunguza wanachama badala ya kuwaongeza. Mheshimiwa Godbless Lema ameonekana pia kwenye vyombo vya habari akiwa anatoa mamlaka kwamba ikiwepo watu wengine wafukuzwe kabisa wanachama, akiwepo aliyekuwa mgombea wa jimbo la Arusha mjini Boniface Kimario.
Haya ni mambo ya kuudhi. Tabia hii tunaona bado yuko nayo. Sio mtu wa kuunganisha chama, bali ni mtu wa kukitawanya chama. Leo hii tunaona vijana pia ambao wako nao kama mahinyila. Badala ya kuwafundisha maana ya uongozi, maana ya kuwa kiongozi mzuri, leo hii wanapanda majukwani na kumtukana Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe. Kitu ambacho kwa sisi vijana tunatakiwa kukikemea na kujifunza kwa watangulizi wetu. Haya ni mambo ambayo yanaudhi sana. Hivyo, mimi kama Emma Kimambo, niliyekuwa mwenyekiti mstaafu wa vijana na niliyekuwa mweka hazina wa kanda kaskazini, nimeamua kuacha vyote. Nimeamua kuachana na cheo nilichokuwa nacho na kuweza kusimama kutetea wananchi pasipokuwa na chama. Niko tayari kupambana kwa namna yoyote, kwa gharama yoyote, nikiwa nje ya chama cha siasa, nikiwa nje ya Chadema, na nipo tayari kwa namna yoyote na kwa gharama yote, na hata kuwapambania wale ambao tunaona wananyimwa haki zao za kimsingi na kunyimwa haki yao ya kisiasa. Najua yako mengi yataendelea, najua tutatukanwa sana, lakini hatuogopi. Wametutukana vya kutosha, wamedhalilisha familia zetu vya kutosha, kisa tu kuweza kukishauri chama kiingie kwenye uchaguzi. Leo Chadema imepoteza mwelekeo na sifa mahususi ya kuweza kupigania dola na kuweza kususia uchaguzi na kujitenga na uchaguzi. Leo hii mimi ni mwanachama wa kawaida na niko tayari kwa lolote. Asanteni sana.